Mwaka wa masomo ulikuwa umemalizika na wanafunzi 9 wa chuo walikuwa na furaha isiyoelezeka. Likizo ya Krismasi ilikuwa inakaribia na mioyo yao ilijawa na hamu ya kurudi nyumbani kukutana na familia zao. Waliamua kuchukua basi dogo la kukodi kurahisisha safari ya kurudi nyumbani kwao. Vicheko vyao vilijaza hewa. Kila mmoja alizungumza kwa shauku kuhusu chakula cha nyumbani, zawadi za sikukuu na mikono ya mama. Barabara ilikuwa ndefu, tambalale, iking'aa chini ya jua la dhahabu. Pande zote za barabara zilizingirwa na miti ya miombo, majani yake yakipepea kwa upole kana kwamba yalikuwa yakiwapungia mikono ya kwaheri. Ilikuwa siku ya amani, siku ambayo ingeweza kumfanya kila mtu asadiki hakuna baya lililoweza kutokea. Lakini ghafla, dereva wa basi, mzee mwenye uso uliokunjamana kama kiazi kikavu, alikanyaga breki taratibu. Alikazia macho mbele, akasema kwa sauti ya kukwaruza, "Ile nini pale kando ya barabara?" Pembeni ya barabara alikuwepo mwanamke mzee, mavazi yake ya kijivu yaliyofifia yakiwa yameshikamana na mwili wake mwembamba. Alikuwa akipunga mkono kwa haraka kana kwamba alikuwa akiomba msaada wa dharura. Pembeni yake kulikuwa kuna gari dogo lililoonekana kama limeharibika. Tairi lake lilikuwa limeporomoka kabisa. "Naomba msaada, tafadhali tusaidieni," alilia kwa sauti ya kupasuka kama kuni kavu. Mwanafunzi mmoja, msichana mwenye tabia ya huruma aitwaye Ziada, alitoa sauti, "Dereva, tafadhali simama, bibi huyu anahitaji msaada." Lakini dereva alitikisa kichwa kwa mashaka. "Hii barabara si salama, kuna visa vingi vibaya vinafanyika hapa, heri tuendelee." Lakini wanafunzi walisisitiza. Hamza, kijana mwenye moyo wa ujasiri, alisema, "Kwa nini useme hivyo? Huyu ni bibi mzee, hujui huenda ni bibi wa mtu, hatupaswi kumwacha." Dereva alilazimika kusimama baada ya kuona dhamira ya wanafunzi haibadiliki. Aliguna, akaegesha gari pembeni. Wanafunzi waliteremka, nyuso zao zikiwa zimejaa huruma. Ziada alimsogelea yule mama na kusema, "Usijali mama, tuko hapa, tutakusaidia." Uso wa mama huyo uliangaza ghafla, tabasamu likatanda usoni mwake, lakini macho yake yalikuwa na kitu kingine, kitu kilichojificha, kama nyoka aliyejificha kwenye majani marefu. Kabla hata hawajachukua hatua nyingine, mama huyu alitoa mlio wa mluzi ulioikata hewa kama kisu. Wanafunzi walitetemeka. Kutoka kwenye vichaka, wanaume waliovaa barakoa na kushika bunduki walitokea kwa kasi kama mbwa mwitu waliotoka shimoni. "Laleni chini sasa hivi," mmoja kati ya wale wanaume aliamuru kwa ukali. Wanafunzi waliganda, mioyo yao ikidunda kwa kasi. Walipigwa na butwaa. "Mikidadi," mmoja kati ya wanafunzi alinong'ona kwa sauti ya hofu, "Nini sasa hiki? Fanyeni kama tulivyowaambia, la sivyo tutawaua," aliongezea yule mtekaji. Wanafunzi walilazimika kulala chini, mikono yao ikitetemeka. Mitego ya kamba ilitolewa na mikono yao ikafungwa nyuma kwa nguvu. Macho yao yakafungwa kwa vitambaa vyeusi vilivyoweka giza totoro. "Na kuombeni msituumize," Amina aliomba huku sauti yake ikivunjika. Lakini watekaji hawakujali. Walipiga kelele, "Simameni, tembea!" Wanafunzi walisukumwa na kuingia msituni. Wakaelekezwa njia yenye mizizi, vichaka na giza. Kila kitu kilionekana kuwa cha ajabu, kana kwamba msitu mzima ulikuwa ukiwaangalia. Sauti za bundi, panzi na minong'ono ya majani ziliwazunguka, zikiwa kama nyimbo za mauti. Msichana mmoja aitwaye Asha aliteleza na kuanguka, akalalamika, "Siwezi tena, miguu yangu imechoka." Lakini mtekaji mmoja alimsukumiza, "Simama, la sivyo ndakuacha uliwa na wanyamapori." Hatimaye walifika kwenye sehemu tambalale katikati ya msitu. Walikalishwa chini, vitambaa vyao vya machoni viliondolewa. Kwa mara ya kwanza waliwaona watekaji wao uso kwa uso, macho kwa macho, sako kwa bako. Walikuwa ni wanaume 5, wote wakitisha kama majitu kutoka msituni. Mmoja wao alisema, "Sikilizeni kwa umakini. Kama unataka kuwa shujaa, wakati wako ndio huu. Kama unataka kurudi nyumbani kwenu ukiwa salama, zingatia nitakayoyasema. Chukua simu yako, pigia wazazi wako, waambie tunahitaji pesa. La sivyo, hamtaliona jua tena katika maisha yenu." Usiku ulitanda haraka, kama kivuli kikubwa kilichomeza kila chembe ya mwanga. Wanafunzi walikuwa wamekaa kwa duara kama vijana wa skauti waliozunguka motokambi. Mikono yao ilikuwa bado imefungwa kwa nyuma na kamba ngumu sana, nyuso zao zikiwa zimejaa uchovu, machozi na hofu. Giza la msitu lilikuwa nene, lilikolezwa na sauti ya miale na moto wa kambi uliowashwa na watekaji. Moto ambao haukuleta joto la faraja, bali mwanga na tishio. Watekaji walikuwa wameketi pembeni, wakicheka kimya kimya, wakitazama mateka wao kana kwamba walikuwa mizoga inayongojea kuchinjwa. Kiongozi wao aliyefahamika kwa jina la Mzee Boma alikuwa ni mrefu, mwenye ndevu ndefu zilizopauka, na macho yake yalikuwa hayana huruma kabisa.
Alisogea karibu na wanafunzi, akawaangalia mmoja baada ya mwingine kana kwamba alikuwa akiwapima bei. Leo nitatoa nafasi kwa kila mmoja wenu kupiga simu nyumbani, alisema kwa sauti ya ukimya wa barafu. Lakini kumbukeni, usijaribu ujanja. Mara moja tu ukikosea, risasi haitapotea bure. Akatembea mpaka kwa Hamza, akampatia simu. Hamza aliingiza namba ya baba yake kwa vidole vilivyokuwa vinatetemeka. Simu ikaita mara 3, kisha ikapokelewa. Halo, Hamza, upo salama? Sauti ya baba yake ilisikika. Hamza alijikaza, akasema kwa sauti kujizuia kulia. Baba, tumetekwa. Tuko msituni. Wanataka pesa. Tafadhali leteni pesa. Kabla baba yake Hamza hajajibu, Mzee Boma akachukua simu. Akasema kwa sauti ya chuma kilichokuwa cha moto. Milioni 100 ndani ya siku 3. Ukichelewa, mtoto wako atarudi nyumbani akiwa kwenye mfuko wa sandarusi. Akabonyeza chekundu. Akasogea taratibu mpaka kwa Ziada. Ziada hakuwa na nguvu tena. Macho yake yalikuwa mekundu kwa kulia na sauti yake ilikuwa inatetemeka kabla hata hajaanza kuzungumza. Kila mmoja aliruhusiwa kupiga simu na kila simu iligeuka kuwa mlio wa maumivu. Wazazi walilia kwa uchungu. Wengine walipoteza fahamu waliposikia watoto wao wapo mikononi mwa watekaji. Baada ya simu za hofu, usiku uliendelea kama ndoto mbaya isiyoisha. Watekaji waliwachukua mateka wawili, Mikidadi na Asha, wakawapeleka mbali na wengine. Kila mmoja aliacha kilio kirefu nyuma yao. Sauti ya Asha ililia kama mtoto aliyeachwa na mama yake. Watafanywa nini? Aliuliza Amina kwa sauti ya kutetemeka. Huenda watawaadhibu au zaidi, alijibu Ziada kwa sauti ya chini sana, macho yao yakiwa yanabubujika machozi. Saa za usiku zilisogea polepole. Hata vipepeo wa usiku walionekana kimya, kana kwamba hata wao walihisi hofu ya msitu huo. Mara ghafla, milio ya risasi miwili ilisikika. Wote walisikitika. Ni wao, Hamza aliongea kwa sauti ya chini. Wamewapiga risasi. Ziada aliongea kwa huzuni na kwa kilio. Watekaji walirudi baada ya dakika 10 bila kusema neno. Nyuso zao hazikuonyesha majuto. Hakuna aliyejua kilichotokea kwa Mikidadi na Asha, lakini mioyo ya wanafunzi wengine ilijua kuwa hawatakuwa tena sehemu ya kundi hilo. Mzee Boma alitoa tangazo. Kesho mmoja wenu atakufa kama pesa hazitafika. Wazazi wenu wamebakiwa na siku 2 tu. Hakukuwa na usingizi. Kila mtu aliomba kimya kimya. Macho yao yalitawaliwa na hofu. Moyo wa kila mwanafunzi ulidunda kwa kasi ya ajabu, kana kwamba unatafuta njia ya kutoroka msituni. Lakini msitu haukuwa na huruma na giza lake lilimeza kila aina ya tumaini. Siku ya pili ilianza kwa ukimya mzito, kama msitu wenyewe ulikuwa unajua kilichotarajiwa. Moshi wa moto wa usiku uliyeyuka polepole angani, ukiacha harufu ya uchungu na hofu. Wanafunzi walikuwa kimya, wameketi kwa mviringo kama maiti hai zilizosubiri muda wa kutenganishwa roho na mwili. Mzee Boma alitembea katikati yao kwa hatua ndefu na za uhakika. Alimwangalia mmoja mmoja, kisha akasema kwa sauti kali, leo ndio kesho ambayo tuliizungumzia jana. Pesa haijafika, kwa hiyo mmoja wenu atakufa leo hii. Wanafunzi walilia kwa sauti, wengine wakampigia magoti wakimuomba rehema, lakini moyo wa Boma ulikuwa giza kuu lisilo na hata chembe ya mwanga wa huruma. Alimtazama Hamza, kisha Ziada. Macho yake yakasimama kwa nuru. Msichana mdogo mwenye umri wa miaka 14, mwenye uso usio na hatia, macho yaliyokuwa bado yamejaa matumaini madogo. Huyu, alitamka. La! Wanafunzi wote walipiga kelele kwa wingi, machozi yakiwabubujika usoni mwao. Nuru hapaswi kufa, Amina alipiga kelele. Lakini kabla Mzee Boma hajafanya chochote, milio ya helikopta ilianza kusikika juu ya msitu. Watekaji walisimama haraka, wengine wakakimbilia kwenye vichaka na wengine wakabeba bunduki zao. Jeshi, mmoja wao alipiga kelele. Kwa muda mfupi milipuko ya risasi ilisikika, zikiambatana na milipuko ya mabomu ya machozi. Askari waliovaa sare maalum waliingia msituni kwa kasi, walifyatua risasi angani, wakiwazidi nguvu watekaji kwa mpangilio madhubuti. Wanafunzi waliokolewa na askari waliokuwa na vifaa maalum vya uokoaji. Miongoni mwao alikuwepo Kanali Emedi, aliyekuwa akiongoza operesheni hiyo kwa miaka kadhaa baada ya kupata taarifa kupitia teknolojia ya ufuatiliaji wa simu. Mzee Boma alijaribu kukimbia, lakini risasi ilimpiga mguuni. Alianguka na kukamatwa. Ziada alilia kwa furaha. Amina alimkumbatia Hamza kwa nguvu, na Nuru aliyekuwa karibu kuuawa alitoa machozi ya shukrani. Baada ya masaa mawili, helikopta ziliwapeleka wanafunzi wote salama hadi uwanja wa ndege wa kijeshi. Wazazi wao waliokuwa wakiwasubiri kwa majonzi waliwakumbatia watoto wao kwa machozi ya furaha, lakini si kila mmoja alirudi. Miili ya Mikidadi na Asha ilipatikana katikati ya msitu, ikiwa imezikwa kwa haraka na watekaji.
Mazishi yao ilifanyika upya, ilifanyika kwa heshima kubwa, walikumbukwa kama mashujaa wa mateso. Miezi kadhaa baadaye wanafunzi waliendelea na maisha yao. Serikali iliongeza usalama katika shule za bweni na wazazi walihimizwa kuchukua tahadhari zaidi. Vyombo vya habari viliripoti tukio hilo kama tukio la mateso la mwaka. Ilikuwa ni fundisho kwa taifa zima. Hamza aliandika kitabu kiitwacho Msitu wa Mauti, kilichosomwa katika shule nyingi nchini kama hadithi ya ujasiri, mshikamano na tumaini. Ziada alijiunga na chuo cha sheria, akiahidi kuwa mwanasheria wa haki za watoto. Na Nuru alipata nafasi ya kucheka upya, alipata nafasi ya kuishi tena. Ni kama binti ambaye aliokolewa kwenye kifo na kupewa maisha mapya. Hadithi hii inatufundisha kuwa hofu haiwezi kuzima tumaini. Katika giza nene kuna mwanga mdogo ambao unaweza kuangaza maisha ya wengi, na ujasiri wa wachache unaweza kuokoa maisha ya watu wengi. Huduma hii imetolewa kwa gharama kubwa sana kutoka kwa mdhamini wetu mkubwa kutoka Marekani, Columbus, Ohio. Si mwingine ni DJ Toto Michelle, the International Emergency DJ, USA, Canada and all around the world. Yeye anafanya kazi ndani na nje ya Marekani, na ukimhitaji popote pale anafika kwa uhakika na kwa haraka zaidi. Ndio maana anaitwa DJ Toto Michelle, the International Emergency DJ in USA, Canada and all around the world. Asante. Mimi naitwa Karim Zalendo.